Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Stephen Wasira amesisitiza kuwa swala la maridhiano haliwezi kutumika kama mbadala wa sheria, akieleza kuwa kila mwananchi anayekabiliwa na tuhuma za kuvunja sheria anapaswa kufuata taratibu zilizowekwa kisheria. Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara ameyasema hayo wakati akizungumzia mwenendo wa kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu, akisisitiza kuwa suala hilo tayari liko mahakamani na linaendelea kwa kufuata taratibu za kisheria. Kwa mtazamo wa kiongozi huyo wa CCM, mahakama ndiyo yenye jukumu la mwisho la kuamua hatima ya kesi hiyo yenye mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Makamu mwenyekiti wa Tanzania Bara, Stephen Wasira, ameeleza kuwa ni muhimu kutofautisha kati ya maridhiano na utekelezaji wa sheria nchini, akionya kuwa si sahihi kuzoea kwamba kila pale sheria inapodaiwa kukiukwa, suluhisho pekee liwe kutafuta maridhiano ya kisiasa. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi amesisitiza kuwa maridhiano yana nafasi yake katika jamii, lakini sheria nayo lazima ziheshimiwe na kufuatwa na kila mtu. Makamu mwenyekiti wa CCM Bara amebainisha kuwa yapo maridhiano na zipo sheria na si vizuri kuzoea kuwa mtu akivunja sheria jibu lake liwe maridhiano, huku akisisitiza kuwa zipo njia ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yupo mahakamani kwa kufuata taratibu zote za kisheria. Katika maelezo yake ya kina, Stephen Wasira pia ameguzia kesi iliyowahi kumkabili aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, akisema busara iliyotumika katika suala hilo haipaswi kuchukuliwa kama msingi kwamba kila mtu anayekiuka sheria lazima apewe msamaha au nafasi ya kutokaribiana ama kutokubaliana na mchakato wa kisheria. Kiongozi huyo wa CCM Stephen Wasira amesema busara inapaswa kuangaliwa kwa mazingira husika na si kutumiwa kama mbadala wa sheria za nchi. Makamu mwenyekiti wa CCM Bara ameeleza kuwa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu itaendelea kwa mujibu wa taratibu za mahakama, huku akieleza kuwa majaji wamekusudia kuendelea shauri hilo kwa mfululizo wa siku 20. Stephen Wasira amesisitiza kuwa uamuzi wa mwisho wa shauri hilo haupaswi kuingiliwa na kauli za kisiasa, kwa kuwa ni mahakama pekee yenye mamlaka ya kisheria ya kuamua. Kwa upande wa haki ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kujitetea, makamu mwenyekiti wa CCM Bara Stephen Wasira amesema kiongozi huyo anapewa nafasi ya kujibu na kupinga ushahidi uliowasilishwa dhidi yake. Ameeleza kuwa iwapo mahakama itaona ushahidi hautoshi, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anaweza kuachiliwa, lakini iwapo ushahidi utathibitisha mashtaka kwa kiwango kinachotakiwa kisheria, mahakama inaweza kutoa hukumu wa adhabu kwa ajibu na kwa mujibu wa sheria. Kauli hiyo ya makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara imeibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya maridhiano, busara na sheria katika masuala ya kisiasa na kesi zinazowahusu viongozi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania. Wakati upande mmoja ukisisitiza umuhimu wa mazungumzo na maridhiano ya kisiasa, upande mwingine unaoongozwa na msimamo wa makamu mwenyekiti wa CCM Bara Stephen Wasira unaona kuwa taratibu za kisheria zinapaswa kuheshimiwa bila kujali nafasi au hadhi ya mtu anayehusika. Huku kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ikiendelea, macho ya wengi sasa yanaelekezwa mahakamani kusubiri hatua zinazofuata na hatima ya uamuzi huo kuhusu hatima ya shauri hilo. Kauli ya makamu mwenyekiti wa CCM Bara inaweka wazi msimamo wake kwamba suluhisho la mwisho la kesi hiyo linapaswa kutoka katika mchakato wa mahakama badala ya kutegemea shinikizo la kisiasa au wito wa maridhiano. Kiongozi huyo wa CCM Tanzania Bara Stephen Wasira
ameeleza kuwa kila mwananchi anapaswa kutambua kuwa sheria za nchi sipo juu ya kila mtu na lazima zizingatiwe wakati wote. Akizungumzia swala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara amebainisha kuwa mchakato wa mahakama ndiyo njia sahihi iliyochaguliwa kushughulikia tuhuma zinazomkabili kiongozi huyo wa upinzani. Stephen Wasira ameweka msisitizo kuwa mahakama ndiyo chombo pekee chenye jukumu la kuamua hatima ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kulingana na ushahidi atakaojitokeza. Katika ufafanuzi wake, Stephen Wasira ameeleza kuwa kuingiza maridhiano kwenye masuala ya kisheria kunaweza kudhoofisha utekelezaji wa sheria nchini. Makamu mwenyekiti wa CCM Bara amebainisha kuwa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inapaswa kuachwa ifuate mkondo wake wa kisheria bila kuingiliwa na kauli au shinikizo la aina yoyote kutoka kwa wanasiasa. Kulingana na makamu mwenyekiti, utaratibu wa siku 20 wa majaji kuendelea shauri hilo kwa mfululizo unaonyesha nia ya mahakama kumaliza kesi hiyo ya mwenyekiti wa Chadema kwa mujibu wa sheria. Kiongozi huyo wa CCM Bara ameeleza kuwa mwenyekiti wa Chadema ana haki zote za kisheria za kujitetea na kupinga ushahidi wowote utakaowasilishwa dhidi yake mahakamani. Makamu mwenyekiti wa Tanzania Bara amefafanua kuwa kama ushahidi ulioonekana kutojitosheleza, mwenyekiti wa Chadema atakuwa na fursa ya kuachiliwa huru na mahakama. Hata hivyo, Stephen Wasira amebainisha kuwa endapo ushahidi utajitoshelezea na kuthibitisha mashtaka dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, mahakama itatoa hukumu na adhabu zinazostahili kulingana na sheria za nchi. Mwenyekiti huyo wa CCM Tanzania Bara amesisitiza kuwa kila mtu anapaswa kuheshimu maamuzi yatakayotolewa na mahakama kuhusu kesi hiyo. Kiongozi huyo wa CCM anaamini kuwa msingi wa utawala wa sheria unategemea kutofautisha kati ya mazungumzo ya kisiasa na michakato ya kisheria. Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Stephen Wasira amezidi kusisitiza kuwa matumizi ya sheria hayapaswi kubadilishwa na wito wa maridhiano pale tuhuma za kisheria zinapokuwa zimefikishwa mahakamani. Katika maelezo yake kuhusu mwenyekiti wa Chadema, mwenyekiti huyo wa Tanzania Bara amefafanua kuwa kufuata sheria ndiyo njia pekee ya kulinda haki na utulivu nchini. Makamu mwenyekiti Stephen Wasira amebainisha kuwa mchakato wa kisheria unapomkabili mwenyekiti Chadema unaendeshwa kwa wazi kupitia mfumo wa mahakama.